Sana TV. Msikilizaji wa Sauti ya Qur'an popote pale ulipo, kipindi ambacho kinakuja kila siku ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ametuwezesha tena kukutana leo katika kikao chetu hiki muhimu sana katika mustakabali wa maisha yetu, kwa sababu hapa tunaangalia kesho yetu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ikoje, lakini pia leo yetu tunaitengenezaje. Hasa ukizingatia pia tumeambiwa kwa namna tulivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, swala la kukosea ni katika sehemu ya maisha yetu, lakini cha muhimu na cha kuzingatia, unapokosea unachukua hatua gani? Ndio maana tumepata mazingatio ya kuwa na kipindi kama hiki ili kuwawezesha Waislamu wabaki salama mbele za Allah subhanahu wa ta'ala na katika maisha yao. Mimi naitwa Jamil Poli, ndo mtayarishaji wa kipindi hiki. Sheikh Hassan Chizenga kwa hakika anafanya kazi kubwa sana ya kuweza kufika hapa na kuhudhurisha katika masala muhimu yanayohusu toba zetu na kwa ujumla yale ambayo yametokea katika zama hizo zilizopita. Hivyo basi ni kusihi na kukuomba msikilizaji, karibu tena, ukaribu wako uwe ni wa mazingatio, ukae kwa utulivu na kwa umakini kuweza kusikiliza yale yote ambayo shekhe atakuja kuyazungumza. Na leo tutahitaji zaidi utulivu wako, kwa sababu yawezekana ukawa unahisi hivi shekhe anavyoizungumza toba katika maneno na kadha na kadha, ukaona ni kitu kidogo, ni kitu cha mchezo, ni kitu cha masihara, lakini ukweli ulio dhahiri ni kwamba toba sio kitu cha mchezo. Toba ni kitu kikubwa, wakati mwingine inaweza kufikia hata kukuchukua umri wako wote ukiwa bado unafanya juhudi ya kuitubia dhambi yako moja. Leo tutamtazama ndugu yetu ambaye kwa tabia yake ya ulevi ikafikia hatua kutenda jambo baya kabisa ambalo halina mfano, jambo la kumdhuru mama yake na kumtolea ama kumkatisha uhai wake. Alipata kutenda dhambi hiyo. Sasa tazama namna ambavyo alivyohangaika kuweza kutubia juu ya dhambi hiyo, na nini matokeo ya mahangaiko yake hayo. Hiyo ndo toba ya leo ambayo kwa hakika tukae tuisikilize, kwa sababu sote tuna wazazi. Huyu alimuua, lakini na sisi yako mangapi tunayowafanyia wazazi wetu ambayo anawafanya wabakie katika masononeko mpaka wanaondoka hapa katika mgongo wa ardhi. Sheikh Hassan, karibu tafadhali. Asante sana. Nichukue nafasi hii kwanza niwamkie wasikilizaji wangu wote na wale watakaonitazama katika Sana TV na sehemu nyingine kwa maamkizi ya dini ya Kiislamu, nikiwaambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, tunakushukuru kwanza kwa uwepo wako na imani tuko tayari kukusikiliza mimi pamoja na wadau wa kipindi hiki, na baadaye tutawapa nafasi ya kuzungumza moja kwa moja hapa nini walichojifunza. Sheikh, sasa uwanja ni wa kwako. Kama kuna nafasi ya kwanza na utangulizi, karibu, na kama twende moja kwa moja kwenye kisa hiki cha leo, basi tafadhali, karibu Sheikh. Asante sana. Utanguzi wa leo ni kumhimidi tu Mungu. Naam. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tumhimidi Mungu ambaye yeye ndio katuongoza katika hili akatufanya sasa hivi tumetulia kusikiliza maneno ya kutupeleka kwake. Na tusingeweza kuipata nafasi hiyo kama Mungu yeye mwenyewe asingependa. Kwa hiyo tukushukuru Mungu kwa hilo, na rehema na amani zimwendee mtume wetu Muhammad, yeye ambaye alifikisha ujumbe na alikuwa na juhudi kubwa ya kuona kwamba umma unaongoka, na akapambana ukweli wa kupambana na watu wa wema. Kisa cha leo tutakachokizungumzia, maadamu
kimetanguliziwa maneno kidogo, niingie moja kwa moja katika hicho kisa. Na kwa yule mwenye kutaka kisa hiki ajue kwamba ninakitoa katika kitabu kiitwacho Uyunul Hikayat cha al-Imam al-Allama Jamaluddin Abil Faraj Abdurrahman bin Ali ibn Jauzi aliyekufa mwaka 597. Mwaka 597 ndio siku alipoiaga dunia huyu mtunzi wa kitabu hiki. Leo yuko hai mashallah katika kipindi chetu hiki cha toba za waja wema. Kama tunaye, fanyeni kwamba anayehadithia sio mimi, ni huyo shekhe aliyotunga kitabu hiki, ndiye anawaambia maneno haya. Kisa ni miongoni mwa kisa cha 117 katika visa alivyovieleza katika kitabu chake, ambavyo kuna visa 500 vya watu waliotangulia nyuma na namna walivyokuwa wacha Mungu. Vingine havizungumzii toba moja kwa moja, kivyatuzunguzia ucha Mungu watu. Sasa sema habari zimepokea toka kwa Jafar bin Sulaiman kutoka kwa Malik bin Dinar. Malik bin Dinar anasema, nilipokuwa siku moja natufu katika nyumba tukufu ya Maka, na nikaona wingi wa watu walivyojaa na jinsi wanavyomtaja Mungu kwa juhudi, wakiwa na ihram zao, wengine wakiwa katika ibada ya umra. Nikajisemeza katika nafsi yangu, maskini wewe, waja wote wamemfuata Mungu, wanamlilia Mungu, sijui nani maskini waliokubaliwa, sijui nani waliokataliwa. Nikajiuliza swali kama hilo. Basi lau kama ningemjua aliyefanikiwa ningempongeza, na lau kama ningemjua aliyekataliwa ningebidi nende nikampe pole. Mungu kakusanyiwa na watu kutoka dunia nzima kama hivi. Allahu Akbar. Aliposema hivyo, alipolala usiku akawa kama kaota ndoto, kama vile anasikia sauti inamwambia, Malik bin Dinar, unafikiria kuhusu mahujaji na watu waliokuja kufanya umra? Unajiuliza kwamba je, Mungu kawasamehe au hapana? Na kujulisha, tambua kwamba Mungu kawasamehe watu wote waliokuja katika ibada hii, as-saghir wal kabir, mdogo na mkubwa, adh-dhakar wal untha, wa kike na wa kiume, al-aswad wal abyad, mweupe na mweusi, al-arabi wal ajami, Mwarabu na asiyekuwa Mwarabu, ma khala rajulun wahid, ila mtu mmoja tu Mungu hajamsamehe. Fa inna Allah alayhi ghadban, huyu mmoja bado Mungu kamkasirikia sana. Wakad radda alayhi hajja, na kamtupia usoni hija yake. Wadharaba bihi wajha, na kampiga nayo usoni. Kulipokucha kwanza usiku ule niliposhinduka, fanimtu bilailati la ya'lamuha illa Allah azza wa jalla, nikaa nimelala usiku ambao mgumu kuliko yote, na nikajua huyo ambaye Mungu bado kamkasirikia ni mimi. Nikawa na majonzi sana usiku mzima na siku ya pili mchana wake. Usiku uliofuatia nikaona tena ndoto ile ile, lakini katika hii ya pili sasa nikaambiwa sio wewe, bali ni mtu katika mji wa Khurasan, katika nchi ya Khurasan, aitwa katika mji uitwa Balkhi, yuaitwa Muhammad bin Harun al-Balkhi. Huyo mtu ambaye hajasamewa, nikatajua mpaka jina, ni Muhammad bin Harun al-Balkhi, ndio ambaye Mwenyezi Mungu bado kamkasirikia na hija yake kamtupia na usoni, kambameza nayo katika uso wake, hataki kumsamehe. Akasema Malik, kulipokucha nikatoka nikenda katika kundi kabila la watu wa Khurasan waliokuwa pale, nikawakuta wamejikusanya Maka. Nikawauliza, nyinyi watu mtoka Khurasan, wapo watu kutoka Balkhi, al-Balkhiyun maakum? Qalu naam, wakasema ndio. Fakutu fikum rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Harun al-Balkhi, nikauliza katika hao watu wa Balkhi yuko mtu ambaye anaitwa Muhammad bin Harun al-Balkhi? Akasema ndio haswa,
wamuulizia mtu ambaye hatujawahi kuona mtu anayefanya ibada kama yeye, mwingi wa ibada, atkana, ndio mcha Mungu wetu kuliko wote katika sisi tulitoka katika mji wa Balkh. Nikashangaa, vipi huyu mtu mimi nimemwota hajakubaliwa na Mungu, lakini watu wadai kwamba yeye ndio mcha Mungu wao zaidi. Wakasema innahu mundhu 40 sana yasumu nahar, huyo mtu kwa muda wa miaka 40 afunga michana yote, miaka 40 afunga michana yote, na anasimama usiku, na kazi yake hatafuti mahali pa kupumzika, bali aenda katika majumba mabovu, huko ndiko anakokaa ili aweze kuwa karibu na Mungu kwa kuipa mgogo dunia. Wasema tunavyodhania kama watakamuone, hebu kaangalie magofu ya Maka, pengine humu kwenye magofu ndio nyumba zake hizo. Basi nikawa nazunguka katika magofu, nikamkuta amesimama nyuma ya ukuta, nikakuta mkono wake umekatwa na kama vile kauning'iniza kwenye shingo yake. Alipohisi kwamba mimi nimeingia, akasema man takun, nani wewe uliyekuja? Man aina takun, wewe unatokea wapi? Fakutu ana Malik bin Dinar min ahli al-Basra, nikamwambia mimi ni Malik bin Dinar, watu wa Basra. Qala anta Malik, akasema wewe ndio Malik ambaye namsikia ucha Mungu wake na uchaji wake kutoka watu wa mji wa Iraq. Akasema ndio wewe? Sema ndio. Akasema wewe ndiye ambaye umeipa mgogo dunia na mimi. Wanazungumza pamoja, ambizana. Qultu al-alim Allah azza wa jalla, Mungu ndiye anemjua nani ambaye ni mcha Mungu aliwa Mungu, ni mimi au ni Omar ibn Abdul Aziz ambaye yeye kaipa mgogo dunia wakati anayo mikononi mwake. Mimi nimeipa mgogo dunia kwa sababu sina hiyo dunia yenyewe mpaka uniambie kwamba nimeipa mgogo dunia, sina. Akawa anajieleza akijilinganisha na Omar ibn Abdul Aziz. Malik akasema famadha, yule mtu akasema ya Malik, ya Malik, ni lipi hilo lilokuleta kwangu? Famadha jaa bika ilayya kad ra'aita li ru'yatan ukususa alayya. Yule mzee huyo bwana ambaye jina lake tumelitaja sasa hivi hapa, ambaye ndio aliyotajwa Muhammad bin Harun al-Balkhi, akamwambia Malik bin Dinar, haya niambie, umekuja, haya umeota ndoto gani? Ni hadithie ndoto yako ulikuja nayo. Yani kabla hajaambiwa akajua kwamba huyo alikuja ana ndoto aliyoiota. Sasa amuuliza, ndoto gani hiyo uliyoiota? Nikasema naona haya kukwambia. Kala, akasema la tastai, usione haya ya Malik, fakususaha alayya, naomba unihadithie. Nikaamua kumhadithia, akalia sana. Wakala akasema ya Malik, nikwambie, hadhihi ru'a, hii ndoto hii, tura li mudhu 40 sana, watu wananiota kwa ndoto kama hii miaka 40 sasa. Yani kila mwaka njapo hija kuna mtu anaota ndoto kama hiyo, alafu anakuja kunihadithia. Kwa hiyo ulipotokea tunijua kwamba wewe umekuja kunieleza jambo hilo. Yaraha fi kulli sanatin rajulun zahid, huiona ndoto hiyo kila mwaka mtu ambaye kaipa mgogo dunia mfano wako wewe, anakuja kuniambia inni min ahli nar, mimi katika watu wa motoni, kwamba pamoja na hija yangu iliyohija mwaka huo mimi ni mtu wa motoni. Qultu bainaka wa baina Allah dhanbun adhim, nikasema kwani baina yako wewe na Mungu bila shaka kuna dhambi kubwa uliyotenda. Akasema naam, dhambi adhimun adham min as-samawati wal ardi wal kursi wal arshi, asema dhambi yangu mimi ni kubwa kweli, kubwa kuliko mbingu zote, kubwa kuliko ardhi, kuliko kursi ya Mungu na arshi.
dhambi yangu kubwa zaidi. Qultu ma ya hadha hadithni bidhambika. Malik bin Dinar akasema, basi naomba unihadisie hiyo dhambi yako ni ipi mpaka unaisifia kama ni kubwa kuliko kila kitu. Akaanza kuhadithia yule bwana, asema kuntu rajulun ukthiru sharba hadha almuskir, mimi nilikuwa ni mtu ambaye nakithirisha sana kunywa hii pombe. Fasharibtu yawma inda khadani li hatta idha thamiltu wazala aqli kharajtu faataitu manzili fakaratu albaba ala ahli wa kanat ibnatu ammi fafatahat albaba fadakhaltu faidha walidati tahsubu tanura. Asema mimi nilikuwa ni mtu mlevi sana wa kunywa pombe. Siku moja nikaenda kunywa sehemu pombe, nikarudi katika nyumba yangu nikiwa niko chakari kwa pombe. Nikapiga hodi mlango wa nyumba yetu, na nilikuwa na mtoto wa ami yangu, akanifungulia mlango. Nilipoingia nikamkuta mama yangu yuachochea tanuri. Tanuri kama lile la kuni la kwa ajili, labda sio kwa ajili, si matanuri yetu kwa ajili ya kupika, ya kutengeneza mkaa, lakini kuna matanuri ambayo ni kwa ajili ya kuoka mikate nini. Tanuri inaingizwa kuni ule, alafu mikate ile inaokwa. Watu walioishi Arabuni wataelewa hivyo vizuri. Sasa nikamkuta mama yangu yuachochea ilo tanuri, hata kadibiyadha jaufu, mpaka ile tanuri kwa ndani ilikuwa limeshang'aa kutokana na moto unavotoa mwanga. Nikafungua mlango, nilipoingia mama yangu alipoona nikiwa nimelewa na yumba yumba, akaja kwangu huku akiwa kukasirika sana, akanambia hadha akhir yaumi min Shaabani, mwanangu, hii ni siku ya mwisho wa mwezi wa Shaabani, kesho inaingia Ramadhani. Watu wanaamka kuingia kwenye Ramadhani na watu wanaamka akiwa wamefunga. We mwanangu, umelala chakari kama hivi, humuonee haya Mungu wewe? Farafatu yadi falakattuha, aliponiambia hivyo nikanyosha mkono wangu nikampiga bao mama, nikamwambia umeangamia wewe. Ni kwa kukasirikia yale maneno aliyoniambia. Kwa ulevi wangu nilikuwa nao, nikambeba mama nikamtupa katika lile tanuri. Basi watu hawakuniona nilivyofanya vile. Akatokea mke wangu akanichukua akaniingiza ndani, nikawa sijui chochote. Mama nimemtupa katika tanuri anaungua, mimi sina habari. Nikarudi ndani nikalala. Lakini kulipofika usiku mwingi na pombe ziliponitoka na akili yangu kurudia, nikamuita mtoto wa dada, yani binti huyo wa ami yangu, yamnata ammi, nifungulie mlango. Akanijibu kwa jawabu ambalo ni baya sana, wakutuwaila kama hadha aljafa. Ndio kwa nini? Nikamuuliza kwa nini wanjibu kwa ususuavu na kunikaukia hivyo, hutaki kunijibu? Sikukuzoea kwa na tabia hiyo. Akaniambia yule binti mtoto wa ami yangu, tastahilu an la arhamaka, una haki mimi nisikuone huruma wala nisikuonyeshe wema wote machoni mwako. Akamwambia kwa nini? Asema, akanambia umemua mama yako, umemtupa katika tanuri na ameungua. Niliposikia vile sikuvumilia, nikenda nikang'oa mlango wa lile tanuri, nikamtoa katika tanuri na nikamkuta keshaungua, kama vile kaokwa, kama vile sijui niseme nini, kaungua. Faltafattu faidha ana biqaddumin, nikageuka nikaona kuna shoka. Nilipoona lile shoka nikalichukua hapo hapo, nikauweka mkono wangu ule mshika mama yangu na kumpiga na kumtumpa katika ile tanuri, nikaukata ule mkono.
na nikautoboa mkono ule, ndio huu unaoniona nimeuvaa shingoni. Baada ya hapo nikajuta sana, faadkhaltu fiha silsila, nikaingiza nyororo, yani kama vile kitu cha kuvaa nikamning'iniza katika shingo yangu. Na wakati huo nilikuwa ni mimi namiliki mali nyingi, 8,000 dinar, dinari 80,000 nilikuwa nazimiliki, nikazitoa zote kwa sadaka, na nikiwa na watumwa 26 jaria wa 23 abda, nilikuwa na vijakazi 26 na watumwa 30, wote nikawatoa sadaka, nikawacha huru. Na viwanja vyangu vyote nilivyokuwa na vimiliki vya ardhi nikavitoa vyote kwa ajili ya Mungu. Na mimi kuanzia siku hiyo nikawa nimenuia kufunga, kumwomba Mungu anisamehe, na usiku naamka wote bila kuacha hata dakika moja, sifuturu ila kila baada ya siku 40 ndio nakula. Ile funga yenyewe sili, labda baada ya siku 40 ndio nakula vizuri. Ahujjul baital haram, na hiji nyumba tukufu ya Maka kila mwaka, lakini kila nitakapokuja kuiji yatokea mtu katika mwaka huo ambaye ni mcha Mungu wa kweli kweli, yaona ndoto kama hii uliyoota wewe, uliyoona wewe Malik ibn Dinar. Hiyo ndio dhambi yangu. Qala Malik akasema, fanafattu yadi fi wajhi wa qultu ya mash'um kita an tuhrika al-ardha wa man alaiha binarika. Nikamwambia, ewe mwenye gundu la ajabu, mwenye uchuro wa ajabu, kidogo uiungize dunia yote kwa dhambi yako hiyo na wote waliomo katika dunia. Kwa nini ulifanya hivyo? Nikaondoka, nikakaa mbali na yeye na nikawa simoni. Basi yule mtu farafa yadahu ila sama, anyoosha mikono yake mbinguni, wajala yaqul, akawa yuasema baada ya mazungumzo yangu mimi naye, ya farijal hammi, ewe mwenye kuondosha majambo, ya kashifal ghammi, ewe mwenye kuondosha mawingu yaliyomfunika mtu, ya mujiba dhatal mutarrin, ewe mwenye kuitikia dua ya watu waliotingwa kweli wa kutinga, wa ya rukni alwathiq, na wewe ambaye ndio nguzo yangu madhubuti, wa ya khaliqal bahri alamik, ewe Mungu uliyeumba bahari yenye kina kirefu, ya ilahi, ewe Molangu, bitahqiq ya fattah, ya man biyadihi kullu khair miftah, ya man biyadihi kullu khair, ya man biyadihi likulli khairin miftah, a'udhu biridhaka min sakhtika. Na kuomba Mwenyezi Mungu mfunguzi, ewe ambaye katika mikono yake ya kheri kuna ufunguzi wa kila tatizo. A'udhu biridhaka min sakhtika, najikinga kwako kwa radhi zako nisiendelee kupatwa na hasira zako. Wa bimuafatika na ukhubatika, na najikinga kwako kwa msamaha wako nisiendelee kupata adhabu zako. A'udhu bika minka, najikinga kwako kwa lolote litokalo kwako. La usi thana alaika, sina uwezo wa kuzitaja sifa zako njema, hata nitaje vipi sitazimaliza. Anta kama athnata ala nafsika, wewe kama ulivyoisifia nafsi yako. La taqta rabbi rajai, naomba Mungu usikate matarajio yangu, mimi bado nakutarajia waweza kunisamehe, naomba unisamehe. Ana arjuk, mimi nakutegemea wewe. Wala tukhayibu duai, naomba dua yangu usitupe bure. Ana ad'uk, mimi nakuomba wewe. As'aluka ladhata al-aishi qabla al-maut, nakuomba Mungu nipe ladha ya maisha haya kabla roho haijanitoka. Wala tatanadhari ila wajhika al-karim, na nakuomba Mwenyezi Mungu unipe ladha ya kutazama uso wako mtukufu siku ambapo utakapotoa ruhusa kwa waumini kuweza kuona wakiwa peponi. Na kuomba Mola wangu. Malik anasema nikaondoka,
ikiwa mnamwacha yuko katika kilio hicho na malalamo hayo, fataitu manzili, nikaingia kwenye nyumba yangu, nilipolala, faraitu nabiyya fi manami, nikamwona mtume usingizini, wa huwa yakul, akisema ya Malik, Malik, wewe ndio unafanya kazi ya kukatisha tamaa watu kwamba Mungu hawezi kuwarehemu na unawafanya wasitegemee msamaha wake. Inna Allah azza wa jalla, Mungu azza wa jalla, kad tala min almalai alala, ameyaona mlioyafanya jana na wewe na Muhammad bin Harun, ameitikia dua yake na kakubali kufuta dhambi zake. Ughdu ilaihi, kesho kukicha nenda kwake, mwambie inna Allaha yajma'u al-awwalina wal akhirin, Mungu siku ya kiyama atakusanya wa mwanzo na wa mwisho, fi sa'idin, katika sehemu moja, fayaqtasu liljama'i min al-qarna, liljama'i min al-qarna, atatoa nafasi ya watu kulipizana. Kila alimtendea mwenzake baya ataambia mnawe mlipe. Mnyama asikuwa na mapembe atapewa mapembe, amchome mnyama mwenzake aliyemuumiza kwa pembe lake. Hakuna kitakachobakia. Na Mungu subhanahu wa ta'ala atasema, wa izzati wa jalali, kwa utukufu wangu na ukubwa wangu nitamlipa kila mtu kila alichokitenda. Baadaye atakusanya wewe Muhammad bin Harun na mama yako, na atatoa hukumu juu yako. Ataamuru malaika wakukokote kwa minyororo, wakutupe katika moto, na utakapotupwa katika moto huo kwa muda wa siku 3 mchana na usiku, utatolewa. Kwa sababu mimi nimeapa kwamba mtu yoyote atakayekunywa pombe na akafanya kosa la kuua nafsi, simsamehe hivi hivi, lazima nimwozeshe katika moto. Hata kama angekuwa aliyefanya hivyo ni kipenzi changu Ibrahim bin al-Khalil, yani Khalil Ibrahim, lau kama ndiye aliyefanya dhambi angelipwa hivyo. Thumma atrahu fi qalbi ummika rahmata lak, kisha baada ya kwamba wewe umetupwa katika moto wa jahannama unaungua kama hivyo, Mungu atatia huruma katika moyo wa mama yako na atamfanya apate fikra ya kwamba Mungu, msamehe mwanangu, mimi nimemsamehe, na atamwomba Mungu akubali msamaha huo. Basi atanyosha kwa mkono wake, huyo mama atakutoa katika moto na kuingiza peponi. Hivyo ndiyo ndoto niliyoyota leo, akawa anamuhadithia Muhammad bin Harun. Falamma asbahat, nilipokwenda nikamhadithia hivyo, walladhi qabadha ruhahu kaannama kanat hayatu haswatun turhat fi tistin fihi ma, wallahi baada ya kumhadithia hivyo, roho yake ilikuwa kama jiwe lilokudumbukizwa kwenye jagi la maji. Vile linavyokwenda mtu nafika chini, ndivyo roho yake ilivyochukuliwa na kutoka akafa. Nikawa miongoni mwa watu waliomswalia, kwa maana kwa Mungu alikubali toba yake, akamfutia dhambi yake. Lakini ni baada ya tabu kubwa kama hiyo. Jumbe ambao unapatikana katika kisa hiki ni kwamba Mungu asamehe dhambi yoyote. Lakini ujumbe ambao unapatikana katika kisa hiki ni kwamba toba nyingine ni mpaka uifanyie kazi kweli kweli. Na ujumbe unapatikana katika ujumbe huu, usiongeze madhambi kusema Mungu atanisamehe. Bora uanze sasa hivi, ili usiokuwa na mlima mkubwa usioweza kupandwa. Mwenyezi Mungu akamsamehe, na kwa mujibu wa kisa hiki
tutarajia kwamba Mungu atamuingiza peponi, na mimi ninaamini Mungu ni mwema zaidi, huenda akamsamehe zaidi na zaidi kwa njia nyingi, hasa leo ambayo sisi tunakitaja kisa chake, kituzidishie kutubu kwa Mungu. Thawabu zinazotokana hapa pia zimwendee huyo Muhammad bin Harun al-Balkhi ambaye alifanya hivyo. Mungu mwokoe zaidi, mpunguzie. Aombewa leo baada ya miaka chungu mzima za karibu 900, tunamwombea Mungu msamehe zaidi. Lakini tukuomba Mwenyezi Mungu sisi wenyewe sasa tufanye Mungu tubadilike mapema, tusiongeze madhambi juu ya madhambi mpaka mlima wa kutubu kawa ni mgumu kuupanda. Namuomba Mwenyezi Mungu aniongoze mimi na wale wasikiliza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Msikilizaji wa Sauti ya Qur'an, hayo ndio ya wenzetu walioyafanya, lakini pia na hizo ndizo juhudi kubwa ambazo walizifanya baada ya kuwa wameteleza. Nini umejifunza kwenye kisa kama hiki? Mazingatio yako ni yepi ambacho umekishuhudia kwa ndugu yetu huyu katika namna ya kuweza kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni kwa kiwango gani? Na kwa wewe namna ambavyo pia unaoyatenda, juhudi zipi unazozifanya za kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tusiyamalize mengi ya kuongea humu ndani, bali sasa tunakupatia nafasi ya kupiga simu na kisha ukatoa mawazo yako au swali lako, lakini likiwa swali basi liwe katika muktadha wa kipindi husika. Tunazungumzia masala ya toba, namna gani wanadamu tunarejea kwa Mwenyezi Mungu baada ya kuwa tumemkosea. Lakini kama kipo ambacho umejifunza kupitia kwenye kisa kama hiki, basi tafadhali karibu. Nambari ya kuweza kutupigia hapa ni 0673886660. Tafadhali zingatia pia simu yako iwe imetulia, simu yako iwe haina makelele. Kwenye line, salamu alaikum. Karibu sana. Ndio. 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 Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 0673886660 ndio nambari ya kuweza kutupigia hapa moja kwa moja. Kama kisa umekifuatilia vizuri, basi unayo nafasi ya kuja kutueleza kile ambacho umejifunza kupitia katika kisa cha ndugu yetu huyu ambaye kwa sababu za ulevi alidiriki kwenda kumuua mama yake, lakini toba aliyoifanya kwa hakika haikuwa ni toba ya mfano, ilikuwa ni toba kubwa iliyojaa juhudi kubwa. Karibu tafadhali kupitia nambari ya 0673886660. Nambari ni 0673886660. Karibu tuweze kuzungumza pamoja, na wakati unapiga hii simu basi jitahidi redio yako uwe umekaa mbali nayo ili kuondosha makelele ama mwangwi. Lakini kama utakuja kwa ajili ya kuuliza swali, basi iwe ni swali linalohusu masala ya toba. Kwa hivyo
Tunaomba uzingatie hayo ili tukipe hadhi na ladha kipindi chetu. 0673 kwenye laini. Salamu alaikum. Kwenye laini. Salamu alaikum. Karibu sana. Ndio. Ndio. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunakushukuru kwa mchango huo mzuri tu wa mawazo. 0673886660 nambari ya kuweza kupiga ni hiyo 0673886660. Karibu tuzungumze pamoja kwenye laini hapa. Salamu alaikum. Pole sana, umekatika. Kama ni mtandao basi rejea tena, bado tunayo fursa hapa. 0673886660 kwenye line hapa. Halo. Haya, tafadhali sana ndugu yangu. Tunafahamu saizi watu wote ambao tumekaa tukitegea sikio kipindi hiki ni watu wazima. Sasa haitapendeza na wala si katika nidhamu nzuri ukawa unapiga halafu tukipokea unakata, maana yake hukuwa na nia kuzungumza. Hiyo itakuwa ni moja katika matumizi mabaya ya muda. Kwenye laini. Salamu alaikum. Naam, karibu dada. Ndio. Haya, tunakushukuru. Shekhe pia amekusikia. Naam. Tukija katika hili swali alilouliza dada yetu, ni kweli haya ni mambo yanaweza kutokea. Ukawa wewe unadaiwa na unatakiwa ulipe, lakini huna uwezo wa kulipa na unahangaika. Lau kama kweli huna uwezo wa kulipa, hasa kweli inategemea ukweli huo, maana mtu anaweza kuwa anataka mpaka tapate hela za nyongeza ndo alipe. No. Lakini ana simu yake mkononi nzuri, anasema kiuza nitakuwa sina kitu. Bana, mimi nikipata hela nitakulipa. Huyo ni tofauti na huyo tuliozungumziwa hapa, awe hana ujanja wote wa kulipa. Lakini kama ana ujanja wa kulipa, basi alipe hata kwa kuuza vya kwake anavyovitaka, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema siku ya Kiyama hiyo adhabu ya moto wa Jahannama itakuwa nzito. Utatamani hata dunia yote ingekuwa ya kwako uitoe ili upone adhabu hiyo. Kwa ni bora ufanye wewe mwenyewe hapa duniani. Lakini lau kama mtu kashindwa kabisa, na mimi mfano ambao huwa nautoa sio kama huwa wa kwako dada uliosema, bali huwa navuta picha ya mtu ambaye labda alikuwa mwizi wa kwenye mabasi. Ndio. Katika toba anatakiwa arudishe haki za watu aliowaibia. Atawajuaje kwanza? Na kuta wapi mpaka warudishie? Mtu kama huyo si tunamwambia azidishe ibada, zile ibada azikusudia kwamba ziingie katika akaunti za wale aliowadhulumu, aliowaibia, aliofanya nini. Ndio. Na kama wakati anatubu tayari ana mali, labda ana uwezo, basi atoe sadaka nyingi, ajenge misikiti, afanye nini, lakini kusudie thawabu hizo ziwaendee wale ambao aliowaibia. Akifanya hivyo atakuwa huku akibembeleza Mungu amsamehe na Mungu amuingize katika rehema zake. Huenda Mwenyezi Mungu kufanya hivyo akawaridhisha wale watu wakawa hawana deni, kama huyu mama alivyomfanya kwamba Mungu, mimi naomba unipe zawadi mwanangu.
basi Mungu akakubali kumpa, na yeye ndio alimtia hisia hizo, basi ikawa karudi peponi. Kwa hiyo ndio njia, kama umeshindwa kulipa madeni uliokuwa nayo, lakini wewe umeshindwa kweli, ni wewe kwa kutenda mema, na yale mema uyakusudie kwa wale uliowadhulumu, ili Mwenyezi Mungu awafanye waridhie na wakusamehe na uweze kuingia peponi. Naam, shukrani Sheikh kwa majibu hiyo. Bila shaka dada yetu utakuwa umepata elimu nzuri sana na majibu ya kukutosheleza. 0673886660 ndio nambari ya kuweza kupiga hapa, 0673886660. Kipindi hewani ni Toba za Waja Wema. Kisa bila shaka tumekisikia vizuri. Unaweza ukaja hapa ukapiga simu na kutueleza kile ambacho umejifunza kupitia kwenye kisa hiki cha leo, lakini kwa kuwa tunazungumzia kwa ujumla toba, basi unaweza ukaja na swali lako linalohusu masala mazima ya toba. Karibu kupitia nambari ya 0673886660, 0673886660 ndio nambari ya kuweza kunipigia hapa. Tafadhali karibu tuweze kuzungumza kwa pamoja. Haya, Sheikh, hapa kuna swali kwa upande wa message. Huyu anasema assalamu alaikum. Na alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anaitwa Mubarak Ahmad, anapatikana maeneo ya Kijitonyama. Kwanza natoa pongezi kwa Sheikh kwa mada nzuri ambayo ameweza kuitoa. Sasa anasema, anauliza, ikiwa nimegombana na mzazi wangu na mpaka inafikia hatua ameondoka ulimwenguni, hapa hatukuwa na maelewano, nini ambacho Sheikh mimi naweza kukifanya kwa ajili ya kuendelea kutafuta radhi zake? Bwana Mubaraka huyo Sheikh, swali lake nadhani tumelisikia. Ndio. Na ama hakika sisi leo ile kuamua kuzungumza kisa hiki, ndio tumewalenga wale ambao wana magomvi na wazazi wao. Ndio. Yaani imekuwa rahisi sana katika zama za sasa watoto kuwaona wazazi wao eti hamnazo. Na wakati mwingine ikawa maadui zao wakubwa ni wazazi wao. Kwa hiyo tumetaka kidogo tuwashtue waweze kushtuka. Ndio. Ndugu yetu aliopiga, yeye mama kisha kufa, lakini kuna wengine mama zao wako hai na baba zao wako hai. Lakini lau kama ukitaka uangalie ni mtu gani ambaye kawahi kumezeshwa maneno machafu na magumu, hakuna kama vile baba yake au mama yake ndio ambaye kawapa maneno magumu kama hayo. Na hii ni akhiru zaman ambayo Mtume alisema kwamba la yurabbiya rajulu jarwa kalbin khairul lahu min ayurabbiya waladallah. Za kujazama mtu kumlea mtoto wa mbwa ni bora kuliko kumlea mwanae alimzaa mwenyewe, kwa sababu anakuwa ni mkali, anakuwa yuko hivi. Kwa hiyo tumekusudia wazindukane watu kama hawa. Kwa wale ambao mama zao na baba zao wako hai, basi jua kwamba hupati pepo pasi na mzazi wako kuwa radhi. Mungu kakataza kumsema lolote baya mzazi. Mwambie mema. Haya sasa ndio kafariki, kama huyo mwenzetu anavyotuambia, dawa ndio ile ile niliyosema. Zidisha ibada sasa wewe. Yaani wewe ni kumwabudu Mungu sana. Umbembeleze Mungu, amsamehe, akusamehe, na ufanye sadaka nyingi. Kwa mfano, labda ile mfano niliosema mwanzo, kwa sadaka mtu anaweza kujiza, sasa sina hela, mtu mwenyewe kakwambia hana hela, afu unaambia atoe sadaka. Atoa zipi? Basi amka usiku, soma kulallahu 1000. 500 hizi naomba Mungu nisamehe, niongezee mambo yangu. 500 hizi Mungu mpelekee mama yangu huko aliko zawadi. Zitafika hizo zawadi. Kuna siku
Mzazi wako utaweza kuja kumuona usikize akwambia, mwanangu, kwa zawadi unazoniletea nimekusamehe. Fanya mema mengi na uyatoe sadaka kwa mzazi wako huyo, na muombe Mungu amfanye akuridhie. Hiyo ni njia moja ambayo inaweza kukufanya wewe unasuka katika hali hiyo. Kwanza, yani tuseme baada ya kipindi kama hiki wewe ndio ipe talaka dunia moja kwa moja. Utubu moja kwa moja, ili sio mwenyewe ukana mizigo mingi, utatoaje thawabu wakati mwenyewe huna. Tubu moja kwa moja, uwe mwema kweli, kwa mwema, na uwe unafanya amali kwa ajili ya mama yako huyo, na mpa zawadi kutoka kwako. Basi Mwenyezi Mungu atamridhisha, siku moja utamuona akikwambia, basi mwanangu, nimeridhia. Haya, Shekhe, nikushukuru kwa majibu, na bila shaka Bwana Mubarak utakuwa umeelewa vizuri. Muda wetu pia Shekhe haupo, tungepata neno la kuhitimishia kwa upande wa kwako Shekhe. La kuhitimisha kwa leo ni lile la kila siku ambayo tulisema. Ndio. Wasikilizaji wangu, naamini hata mimi mwenyewe najisikia raha kwa kufanya kazi hii, na nyinyi wala hamchukii kwa kusikia haya. Mnaona kama ni bahati kubwa mliokuwa na. Bahati hii tuna uwezo wa kuidumisha ikabaki milele. Ndio. Kwa sisi kujikuta pamoja, ni waombe nyinyi nyote tukutane pamoja katika darasa letu Al-Haramaini hapa. Uwe mwanadarasa ukasikilize haya, ule msikia kwenye redio kwa mbali umuone kwa uso. Tukutane moja kwa moja, na iwe kila Jumapili tukutana hapa Al-Haramaini kwa ajili ya kuelezana mambo ya Mungu na kufunzana na kuleana na kuelekezana kwa Mungu. Tusipofanya hivi, hali yetu itakuwa ni mbaya sana siku tutakapoaga dunia, na mambo Mwenyezi Mungu tusimamie. Kwa yule asiyepajua, hapo tunapokutana ni Al-Haramaini, mtaa wa Lindi na Shauri Moyo, siku ya Jumapili saa 3 asubuhi. Muislamu si Muislamu, mwanamke si mwanamke, hata mwingine anaweza kutaka niende lakini niko kwenye ada yangu, hatukutani msikitini, tukutana uwanjani. Njoo vyovyote vile wavyo, mimi niko tayari. Hata nikiona mtu anakuja ni mlevi, anasema bwana, nimesikia na mimi nakuja leo, nitafurahi tukiwa naye, iwe ni sababu ya kumfanya achane na hali hiyo. Kwa hiyo sina lolote la kuongeza, na muomba Mungu asimamie aliyosema. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji wa Sauti ya Qur'ani pamoja na mtazamaji wetu wa Sana TV, tukushukuru kwa kuweza kuungana nasi katika kipindi chetu hiki cha leo cha Toba za Waja Wema, ambapo tuliweza kumtazama mja huyu wa Allah ambaye aliteleza kwa kufanya dhambi kubwa ya kumuua mama yake, lakini alifanya juhudi kubwa sana kurejea kwa Allah mpaka Mungu akamridhia. Na sisi pia tunayo nafasi kama hiyo ya kuweza kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa yale makosa tunayomkosea. Mimi naitwa Jamil Poli na nilikuwa naye hapa Sheikh Hassan Saidi Chizenga. Kwa maswali yoyote ya ziada, basi unaweza kumpigia simu shekhe sasa hivi hapa baada ya kuwa amemaliza. Nambari zake ni 0715 280 653, 0715 280 653, ama 0754 280 653. Kila la kheri, tukutakie pia usiku uliokuwa mwema. Tukutane saa 12 asubuhi katika matangazo yetu, na tukianza na darasa la tafsiri ya Qur'ani tukufu la Sheikh Ali Muhyiddin Mkoyogole. Lakini pia tukutane kesho usiku saa 5 katika kipindi hiki cha Toba za Waja Wema. Alamsik bin nur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.